lift up our heads and worship him. Tunaweza muabudu kwa maneno ya vinywa vyetu. Yeye anatosha. Yeye ni mkamilifu. Yeye ni mwaminifu. Hakuna mwingine kama yeye. Wale wanafeel kucommit suicide. Wale wanafeel wako in pain. Wale wamepata setbacks ambazo wako expect for marriage. Let's open up our mouth and pray. Shandala bazika la balanda. Mazetaria la bazenda la bazika. Shandala bazika. We worship you, Lord. Mazelia la balanda. Shandala bazika la balanda. Ila balande li balanda la basaya. Ye la balia la basaya. We give you glory, Lord. Shandeli balanda. Ninapokutazama sitaibika. Ninapokutazama sitaogopa kamwe. Baraka zako hazina majuto, ni za kudumu milele. Amina. Ninapokutazama nitaheshimika. Ninapokutazama sitaogopa kamwe. Baraka zako hazina majuto, ni za kudumu milele. Amina. Baba naomba, kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki.
yourself in our families. Glorify yourself in our marriages. May we serve as an example in our generation that you are truly a God that can bless, that you are truly a God that can sustain families. Lord, may we become an example of your goodwill and your God. Hallelujah. Amen and amen. Welcome to our Friday service. It's been a great thing to have you in our programs. Now, I would like all of you that are far off, watching us from your phone, from your various devices, just comment and say you are present. We really celebrate to see you joining us in our service. Now that you are far, you can just write something for us. Tell us you are there. Watu wa Nairobi nimewasalimu katika jina la Yesu, na wengine wote wa Nakuru na Mombasa, kule kwingine wote wanatuangalilia, wanatazama kutoka kwa program hii. Ningependa kusalimu katika jina la Yesu. Na ibada hii ya Wednesday, Friday tulidesignate leo tunaenda kuhandle marriage ambayo iko na occultic foundation. Marriage ambayo iko na occultic foundation. Na tulisema ya kwamba tutazingatia sana hiyo aina ya marriage. Maana last Wednesday in our previous episode tulikuwa nazungumza kuhusu intertribe marriage. Na tukasema ya kwamba it is very easy for one tribe to despise another tribe, even if it is in the form of your husband or your wife. Na tukasoma Ezekiel chapter 16 verse number 3, na marriage ya Mwamori na Muhiti, an Amorite and a Hittite. Na 44 inasema, you are a daughter of your mother who despised her husband and children. So tuka underline that word, despise husband and despise children. Inawezekana sana uzae na mtu uwe na watoto na udharau watoto kwa sababu ya kabila ya mzee yako, na udharau watoto kwa sababu ya kabila ya mke wako. So inabidi uanze kujitrain kustudy culture, kwa sababu sometimes kwa marriage huwa tuna reason culturally. Wakati tunasema mtu ni mume, ukipeana tu hiyo jina mwanamume, it sounds different from every tribe, depending on who raised them and how they were trained and their culture, philosophy of their culture. Hiyo jina tu mwanamume, ukiambia kila tribe define mwanaume nani, iko na definition yake slightly different from the Bible. Na ukiambia dada define mwanamke nani, ama mwanaume define mwanamke nani from their culture, utadiscover cultures zimeweka wanawake kwa different positions. Now somehow, even in church, we find ourselves gathered together from different tribes. Somehow. So we have to learn to value treasures that is hidden in our earthiness. Treasures ambazo zimefichwa katika udongo. Na tukasema ndoa ya interculture, intermarriage, hizi ndoa ziko na challenge kidogo zikifika kwa naming. Wakati afika ya naming ya watoto, hizo ndoa zinakuwa na challenge kidogo. Dedication ya watoto, circumcision. Topic ya circumcision is a hot topic. Wakati inafika kwa mambo ya culture, different culture circumcise differently. Na wakati huo ndio wengine wanasema tutairishe mtoto mapema kama Wayahudi. Na mwingine anasema kwetu haitakubalika. Kwetu itakubalika. Na wakati mwingine watu backslide kwa these ceremonies. Burial in a certain way. They tell you this and this. If you don't do this, usipofanya hivi, for example, usiponyoa nywele, haukupenda mwenye amepass. Na wewe uko pale na umeokoka na umejazwa roho, na unasema nimekataa, alafu jamii naye inakukataa. So these are challenges ambazo mostly unakutana nazo katika intertribe marriage. Vitu kama watoto wa kike na wa kiume wako tofauti. Different cultures zina believe differently. Kuna wale wahesabu wasichana.
hawahesabu completely kama Wayahudi. Na mnakumbuka Genesis 29 verse 34, Genesis 29 verse 34, kuna kitu Lea anasema kwa Bible ambayo inakuonyesha culture ya Wayahudi ilitresha watoto wa kiume. In fact, hata kwa huduma ya Yesu hawakuhesabu watoto wa kike, walikuwa wanahesabu men peke yake, na ni culture ya Wayahudi. So Genesis chapter 29 verse number 34, sikia vile Lea anasema, and she conceived again and bare a son, and said, now this time my husband will be joined to me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. In short, Lea anasema, sasa bwana yangu atanipenda sana, maana nimemzalia ndume tatu, watoto wa kiume 3. Kwa Muyahudi, that one is a very strong statement. Inamaanisha I have become a full woman kwa kukupea watoto wa kiume. Now, verse 35 inasema vizuri, it did work also. Watoto sometimes unaweza fikiri wataguza mwanaume sana na wanawachwaga. Si unaona kuna wanaume wanawacha mke na watoto 8 wanaenda kwa mwanamke tasa, ama wanaenda kwa mama pima wakalee watoto 7 wenye si wao, because kuna kanuni zingine za Biblia. Verse 35 inasema, and she conceived again and bare a son, and said, now will I praise the Lord. Therefore she called his name Judah, and left bearing. So Lea anajaribu kuwin attention from the husband kwa kuzaa watoto wa kiume. Na kuna watu wengi sana wamenyang'anywa husband kwa kuahidiwa wazaa watoto wa kiume. Mtu anakutokea huko na anaambia mume wako, because anajua culturally watu mtoto wa kiume anamaanisha kwa ndoa yako, anatokea na kusema nitakupatia mtoto wa kiume. Na hakuna mwanamke anapeana watoto wa kiume. Ukisoma biolojia, watoto, mbegu ya watoto inatoka kwa wazee. It comes from the husband. Lakini culture inasema ni mwanamke alikuwa na shida. So inabidi uanze kustudy ya kwamba culture ikifika kwa mambo ya watoto, cultures reason differently. Ili usizae kamoja useme nimesimamia hapo na nimesimamia hapo. Kwa maisha ya kisasa unaweza poteza mume. Ni mzuri kusikiza sauti ya culture ikispeak. In marriage there comes a time when nilikwambia different culture have different priorities. Watu wa kabila tofauti wana different priorities. Wengine wana believe kwa investment, wengine wana believe kwa starehe, wengine wana believe kwa ukulima, wengine wana believe kwa ufugaji. Wengine wana believe kwa kulea nyuki, wengine wana believe kwa kupanda miti ya makaa. So inabidi sana ujiulize ya kwamba where are you married? What do they believe? Praise the name of the Lord. Ni nini wana expect? For example, if you are a pastor like me, you pastor an area, unaweza kudiscover different cultures interpret church differently. Kuna watu huja church kuzikwa. Siku ile utakosa mazishi watatoka church. Kuna watu huja church kusaidiwa. Siku ile utakosa chakula ya kuwapea watahama church. Hii church haina upendo wa Yesu. So inabidi you buy them from their tribes. Revelation chapter 5 verse 9, Yesu aliwanunua from every tribe, because he purchased us for God from every tribe, so that tribal limit must be broken wherever we are before God. We should see God as God. Somebody say amen. Amen. Now kwa dakika chache leo nataka kuzungumzia kuhusu occultic background, because pia unaweza kujikuta kama Abraham, umezaliwa kwa familia ambayo iko na worship yenye si ya Mungu. Abraham, baba yetu ya imani, alikuwa kwa familia ambaye baba yake alikuwa anaabudu, was an astrologer, alikuwa anaabudu heavenly bodies. Genesis chapter 12 verse number 1, God alipotokea Abraham alimwambia hivi, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto a land which I will show thee. Now verse 3 inasema, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse number 3,
And I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Why is God coming to call Abraham from a family setting ili ambless? Unless hii setting iko na kitu haiwezi kubali. Hii family setting, kuna baraka haiwezi flow ya God katika hiyo setting. Leave your father's house. Leave your father. Leave your your kindred. Leave your brothers and sisters. Leave your country. Let's go to the place I will show you. There I will bless you. There I will make your name great. There I will bless those that bless you. And there I will curse those that curse you. So nimekuja kujibu maswali ya kwa nini watu wakilaani mtu fulani analaaniwa. Kwa nini maisha ya watu fulani haiwork? Kwa nini ndoa za watu fulani tangu mtu waoe hajayenuka? Bwana Yesu asifiwe. Na ni mzuri sana kujibu hii maswali. Maana kuna watu, na nilikueleza hivi ya kwamba nitakusomea andiko wale ambao huwa mnasema ya kwamba haijalishi umezaliwa wapi, nataka kukuonyesha vile inajalisha. Proverbs chapter 20, Proverbs chapter number 20, verse number 7. Proverbs 20, Proverbs 20 verse 7. Inakaa hang. Okay, it's the ball. Proverbs chapter 20 verse 7. Inasema, the just man walketh in his integrity, and his children are blessed after him. The just man walketh in integrity, and his children are blessed after him. So swali ni hii. I think to turn the other way. A wicked man walks in wickedness, and his children are cast after him. Unajua Bible ukisoma iko two-sided. If a just man walketh in integrity, and his children are blessed after him, then what of a wicked man? What of a wicked man? If you walk in wickedness, what will happen to the generation? So that's kusoma andiko kadhaa kwa Bible. Psalms chapter number 26, verse number 1. In Psalm of David. David anaambia God, judge me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted also in the Lord. Therefore I shall not slide. Examine me and prove me. Try my rein, my rein and my heart. David anaambia God, judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. Why is David telling God this? Tukisoma Psalms 37. Psalms 37, welcome to the Bible study of today. Psalms 37 verse 25. Inasema, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous man forsaken, nor his seed begging for bread. So nikumaanisha, if you are living in a family of beggars, something wrong happened in your foundation. David anasema, I have never seen a righteous man forsaken, nor his seed begging for bread. I want us to get it clear. David anasema, I am now old. I have studied people living on earth. I have studied the scriptures. I have looked at the life of people, and I have discovered one thing. I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Can I talk to people that want to correct the foundation of family? Yes. Your children shall not beg for bread. Amen. I say your children shall not beg for bread. Amen. So begging is an error. Yes. It's a generational error. It's a foundational mistake.
So if you are in marriage and you survive by sympathy, then there is a wrong foundation. Begging is an error. Psalms 121, Psalms 112. I'm just establishing a foundation. Ili tuende deeper na wewe. Psalms 112, verse number 1 and 2. Praise ye the Lord. Blessed is a man that fears the Lord, that delighteth greatly in his command. Verse 2. His seed shall be mighty upon the earth, and the generation of the upright shall be blessed. So if your generation is not blessed, you must ask your foundation. Bible nasema the right, those that fear the Lord and delight greatly in his command, their seed shall be mighty. Kwa hivyo kuna makosa inafanyikaga, ndio unaona mtu anazaa watoto waendi mbali. Unaona mtu anazaa watoto wanaoya kwa boma wote. Wanakuwa asubuhi mnapishania karaya na wakwe. Wasema nani amechukua karaya hapa na leo nilikuwa nafua? Leo sasa ni mama mkwe anaongelesha wakwe zake. Hii kamba leo mtu asianike. Mimi ndio ndaanika. You can give birth to non-entities, mediocres. Watu wa chini, low class. Na mimi nataka to correct the error. Because once a child comes from your loin, he shall be mighty upon the earth. Amen. I say he shall be mighty upon the earth. Amen. I declare and decree over your life, ya kwamba anyone coming from your loin, amen, shall be mighty and blessed, amen, upon the earth. Amen. In the name of Jesus, amen, a generation of the upright shall be blessed. Amen. So even kumaanisha watu wakipractice and righteousness, their generation is cast. So napeleka pole pole alafu nianze kuona kuna watu wako kwa ndoa leo na kuna signs ambazo unaona za kuulizwa maswali na foundation ya kwenu. Umeoa ndio, na mkioana mlikuwa mnaitana gudi na nini inaitwa nini? Na watermelon na sweet pie. Is now 2 years mnaitana we gunia kuja. Inatakana sasa ukuje uketi chini uulize why is it that kuna vitu God alisema by scriptures ambazo tunaona ziko opposite in our family. How can a whole family waoane na wanarudi nyumbani, waolewe na wanarudi nyumbani? It's an error. Lazima tuistop. Na hii kitu huwa ina stop marriage from flourishing. That's why I'm here today. We discuss excess kwa undani. Kwa ndani kidogo. Tuanze kuuliza maswali. Maana lazima tuulize maswali. Kizazi ambacho wacha nikusomea andiko. Because kuna watu kizazi chetu hata tulipozaliwa madhabahu ya kishetani yalipewa jina zetu. So tunaishi kwa hii dunia, lakini kuna milima huku iko na jina zetu. Wameandika jina kuanzia firstborn mpaka lastborn. Kuna watu mama yako ako kwa list. Watoto wa so and so watakuwa the following. So regardless of the effort. That's why life haipatikani kwa effort only. Show me scriptures in the Bible and I will tell you, hata marriage ya kwanza ya Adam and Eve, God aliona for it to work, he must bless it. God had to bless Adam and bless Eve. Wakati Adam and Eve walitembea kwa dhambi, today tuko na churches and prophets and teachers of the word trying to bring us back to the life Adam lost. So those of us who wanasema ati kizazi hakiwezi kufuatwa, nataka kuambia tulifuatwa kuanzia wakati ya Abraham. Adam alifanya dhambi through one man's sin. Today we were born sinners. So error can be introduced by human beings in a generation. Error, makosa inaweza kuwa introduced.
Na uone kizazi kizima kimekuwa single. Uone kizazi kizima watu wasikizani, wanalewa wote. Watu wasikizani na ulevi inatumika tu kama excuse. Uone kizazi kizima, wacha nikuonyesha vitu kadhaa unaweza kuona from a marriage ambaye iko na wrong foundation. Number one, ambaye huwa inapotea immediately ni warmth, joto. Wale watu mumeolewa, I think ukirudisha mawazo nyuma, unakumbuka wakati marriage ilikuwa na joto. Wakati amungekaa mja SMSiana message. Wakati amungekaa mjanunua ice cream, mtembee kwa barabara muonyeshe dunia kupenda. Hiyo kitu kinafanya watu watembee kwa barabara na ice cream. Hiyo kitu inaitwa joto. Na hii kitu ni divine. Ukisoma Hagai chapter 1, Hagai ana explain wakati watu wanapoteza relationship na altar ya Mungu. Anaoniza, is it time ya nyinyi kuishi kwa well furnished houses while my altar lies in ruin? Anasema, consider your ways. You have planted much and you have reaped very little. That means ya kwamba mtu akiwa na laana ama akiwa na kitu kinamstaki madhabahuni, anaweza akaweka stock ya pesa mingi, amalize hana kitu. So you have planted much but you have reaped very little. Alafu anasema ya kwamba mumevaa nguo za joto na joto hakuna. Na bado nasema wawili wakilala pamoja alafu kuwe na joto. Kuna joto katikati ya relationship. Na joto ikipotea, ndio unaona watu wanaanza kusahau kenye kinaendelea katika ndoa zao. Wanaacha watoto na kuenda kabisa. Wale mmewahi kulea kuku, mnajua ya kwamba kuku akilalia mayai, kile huwa kinafanya mayai yaague ni joto. Na ukitoa huyo kuku juu ya mayai, baridi inafanya hata akilalia mayai miaka 31 haiwezi toa kifaranga. Joto. The first thing ambayo inatoka kwa ndoa ambayo iko cultic ni joto. Na kuna watu wako na relationship bado hata hawajaolewa. Hata hujaolewa. Lakini unaona usipokumbusha jamaa kukuongelesha kwa simu, akumbuki. Bako unamwambia, my fiancé, it's like you have not called me in 3 days. Anakwambia, sure. You mean it is 3 days? Joto imeshatokea kwa courtship. Joto imetokea kwa courtship. Unajaribu kumkumbusha dia mtu ana confirm Mungu kama bibi alikufa ama ako hai. Anasema sawa, leo nitakumbuka. Jioni anakuja anasema, mayo, nilisahau. Joto ilitoroka. The first thing that runs away kutoka kwa marriage iko na madeni ya foundation ni joto. Na hii joto ndio inafanya ukituma mzee wako anaenda akirudia, mama alisema, kuku, kitunguu, nyanya. Mpaka jioni, kuku, kitunguu, nyanya. Lakini wakati joto hakuna, anafika kwa njia anasahau kila kitu. Unaambia mke wako kitu kile, unioshe shati ya blue, sawa my dear? Anakwambia sawa. Unakuja jioni hajaosha. Tena unasema, ninakukumbusha tena, leo sitaivaa, lakini jioni nitaivaa. Anasahau. Joto imeondoka. Ikiondoka kwa marriage, unaanza kuwa wanakufeel ndufia. Ndufia ni ile chai haina sukari. Wanakufeel kama chai haina sukari, you have no taste. So that's a first behavior. Unaona ukifuata simu, you may not solve this. This is a problem with the foundation. Na ndio huwa inafanya mahali, inafika mahali unakuta mtu wako na watoto wasichana 2 ama 3, wote wamerudi nyumbani kwa kukua ignored. Ni kama mimi niko hapo ni statue, huwa sionekani. Unaona wanaume wanafika mahali wasema, hata nikiingia kwa nyumba yangu ni kama kuna mtu ameingia. Hata kufunguliwa mlango wanafunguaga, inakaa wazi ndio nisiwasumbue. Joto imeondoka.
joto ndiyo ya kwanza. Ikitoka hiyo marriage iko na sign ya faulty foundation yenye ni occultic. Number 2, very important, barrenness. Genesis chapter number 29 verse number 30 to 31. Kuna mtu anaitwa Leah, aliolewa wa kwanza na Jacob. Ingawa Jacob hakutaka Leah, lakini Bible inaniambia vizuri ya kwamba Leah alikuwa barren. God akaona Leah hapendwi, akaona kutopendwa na kukosa watoto itakuwa pigo kubwa kwa Leah. Bible inasema when God saw that Leah was not loved, God opened the womb of Leah. Leah was barren. Genesis 30, chapter 30 verse 1, Rachel, her sister, was barren too. How can a family give birth to, how can you give birth to 2 children who are family who want a barren? Genesis chapter 30 verse 1, Rachel was also barren. Alafu Jacob, maana kwao pia kuna anointing ya kuoa barren people because of the altar ya forefather. Because Abraham, Genesis chapter 16 verse 1, the wife Sarah alishindwa kupata watoto mpaka akapropose house girl aolewe pale azae. One touch, the housemaid, they gave birth to a child. But the woman for 25 years, no child. How do I know that kwa kina Rachel na kina Leah kulikuwa na madhabahu ya uchawi? Genesis, because I have to answer questions. Genesis chapter number 35 verse 2. Genesis chapter 35 verse 2. Jacob said unto his household, I want you to know who Jacob is. Jacob is a man God anajitanisha naye. I'm the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. This is the Jacob you are talking about. And then Jacob is talking to his house, and again his household, and to all that who are with him, put away strange gods that are among you, and be clean. Kwa hivyo mtu yote yako na gods kwa family is not clean. Any family that has got gods, that family is not clean. Put away strange gods and be clean. Na Bible inasema nini ya kwamba that are among you, and be clean, and change your garments. Kwa hivyo mtu mwenye kwao kuna uchawi, kuna ushirikina, kuna soothsaying, kuna uganga, kuna madhabahu ya ukoo, kuna sacred pillars, kuna sacred trees, kuna charms, anavalishwa vazi in the spirit. Na hili vazi ndio linafanya matukio ambayo tutaelezeana baadaye. You remember wakati Jacob, I also, from my school of thoughts, this is not Bible, from my school of thoughts, I also want to believe ya kwamba Jacob alipenda Rachel by witchcraft. How do I know? Jacob anataka kutoka kwa kina Rachel kwa mtu aitwa Laban. Akianza kwenda, Rachel anaiba gods of the father, because alipoona Jacob ananiondoka, anaenda mahali penye hatuna madhabahu, she carried the gods of the father with her. And the Bible says, because Jacob alikuwa mtu ya Mungu, wakati walikuja kutafuta kufanya search ya gods, Jacob alishauta akasema, na yoyote atapatikana na any god ya baba yake ya Laban na akufe. Because usiwahi ongea hivyo kwa marriage. You don't know your wife. You cannot say that. Hata kama ni wife, you don't know your husband.
So Jacob alikuwa very quick. Akasema na mwenye atapatikana na miungu na akufe. Akufe. Na Bible inaniambia vizuri ya kwamba because he spoke very fast without thinking. Wakati wenye Rachel baba yake alianza kusearch watu, Rachel alisema ako kwa mwezi. Akakalia miungu ya baba yake. Na Bible inasema vizuri ya kwamba alipokuwa na deliver mtu anaitwa Benjamin akimuita Benon, she died. Jacob did not know that the one whom he loved so much charmed him. He did not know. Worked for 14 years to get her. Then lost her before old age. Because of altars. Altars of the father. Altars of witchcraft. Kuna watu kwa nyumba zao wameweka charms. You are programming your generation. You are programming your generation to suffer barrenness. That's number one. Barrenness. Number two, chronic poverty. Ikiwa uliolewa na mtu na ukaoa mtu na ukafilisika ghafla, deal with the foundational. Inaweza kuwa si yeye, lakini kwao kuna deni wanafuatiliwa kulipa. Mimi ni pastor. Tulijaribu kufaulu kwetu, haikuwezekana. Tukarudia, tukapigana, tukaomba, tukashangaa. Na mimi ni mhubiri. Why are we not succeeding? Went to our generation asking questions. There was witchcraft in our family. Our own family. Because witchcraft is a spirit of python. Wale mnajua python is a snake. In her. Witchcraft is a spirit of python. Is that snake ile kubwa ile. Yeah, that's why wachawi hutumia witchcraft. Hiyo nyoka python. Na kazi ya huyo nyoka ni kusqueeze life out of a victim. Ikikufunga inakusqueeze, unakuwa broken to pieces, na baada ya hapo you die. Life comes out of you. Now Job chapter 20 verse 15 inasema vizuri ya kwamba Job anasema ya kwamba atatapika mali ambaye alikula, because witchcraft can take away prosperity from a family. He has swallowed down riches, but he shall vomit them up against, because God shall cast them out of the belly. Kuna watu kwa hii dunia wakifanya mali, kuna kitu huwa inakula mali yao. Sasa inafika mahali mnakuwa pita mke na mume, wawili mko stranded, na Bible inasema two are better than one. Bako najiuliza, ni Bible ndio uongo ama ni sisi tuko na shida? Yaani mume na mke wanaenda kazi wote lakini hawezi afford rent. Wengine ni professional, wameandikwa vizuri na serikali, pesa mzuri, wamechukua deni yote, mshahara inakuja, ikifika mwisho wa mwezi unaenda kusalimiana kwa bank. Hakuna kitu. So python is a spirit. Na witchcraft ikiwa kwa generation, kitu ya pili inamaliza, inanyonga utajiri. Na hata ukiwa mshirika kwa kanisa, hauja destroy all. Uliza Gideon. Gideon si Mungu alipata amejificha. Na alimuita nini? Mighty man of valor. Hakumwambia coward. Alimwambia mighty. Akasema I'm the least in my father's house. Akaambiwa least what? The altar of your father. It was an altar that was against the prosperity of Gideon. God called Gideon mighty man of valor. But Gideon was an nonentity. Was a mediocre, useless boy. No name. Just somebody existing in the area. Kazi ni kutafuta chakula. Prosperity in a family inaweza, na hakuna vile unaweza dumisha ndoa vizuri bila mali. Ni vizuri tuongee mapema ya kwamba maskini anaweza nyang'anywa bibi.
maskini anaweza nyang'anywa Bwana. Na ndio maana Isaiah I think 4:1 inasema kwa last days kutatokea wanawake 7 wenye mali na wataomba mwanaume apeane tu jina. Just give us a name. We will take care of ourselves. So in such a generation, do you think husbands without money can make it? Do you think they can make it? No. In such a generation, do you think wives without money can make it? That's why we are in a slaying generation. A generation of slay queens. Looking all beautiful and having no money. Makeup everywhere but cannot pay bus fare. Sorry, but I'm just saying you have to deal with what is dealing with your generation. Destroy foundations of poverty. Don't just look good. Be good. Enjoy good life. And I prophesy over you. Whatever you not put on a suit and you cannot afford 20 shillings. I declare over your life, let the flow. I carry this oil. I release the oil of prosperity in your generation. My Bible tells me that believe in a prophet and you will prosper. Believe, 2 Chronicles 20:20. Believe in God, you'll be established. Believe also in his prophets and you shall prosper. I release the unction of prosperity. Now let me tell you something. A prophet is to the believers of God what a witch is to the believers of the devil. Yes. You are right, sir. What a prophet is what a witch is in the other kingdom. That's why watu wakiengage kwa witchcraft, kitu watadiscover the prophets are agents of prosperity. Witches are agents of poverty. Show me anywhere in an area that witches exist in a high profile area. Everywhere they stay, poverty will stink in that area. So if you are working and not seeing the reward of your labor, look at me, I'm telling you as a prophet of God. Isaiah 3:10 says, tell the righteous, it shall be well with them. They shall enjoy the fruits of their labor. If you are not enjoying, there is an error. There's an error. Alafu kuna ingine inaitwa strange sadness. You are just sad for nothing. Kuna watu ndoa yao inakaa kama mochari. You will never hear the wife laughing. Mama akicheka na uzo iko nini? Unacheka nani? Wakati Ezekiel anaongeleshwa kuhusu wachawi, witches, anasema hivi kwa Ezekiel chapter 13 verse 22 sorry. Inasema because with lies you have made the heart of the righteous sad. Acha nirudishe nyuma ndio ujue kwamba tunaongea kuhusu watu ya uchawi. Verse 20. Wherefore thus says the Lord, behold I am against your pillows. Acha nirudi nyuma. 18. And he said, thus says the Lord God, woe unto the women that sew pillows and to all the armholes and make handkerchiefs upon the head of every stature and handsole. Will you hand the soul of my people? Will you save the soul of your souls alive that come unto you? Verse number 19. Will you pollute me among my people for a handful of barley? So ukiona mtu amepeleka sadaka kwa mganga, na waganga unajua si kama pastor, ndio maana watu wa discussingi kuwahusu, because mganga achukua sadaka mingi. Hata kuku moja mweusi anyonge alafu aweke hapo kando akule jioni. Mganga anataka 50 shillings. 50 bob. That's unaona wako kwa news. The pastor ndio watapiga mambo ya sadaka, because ukiprovoke prosperity, you need a good offering. Ukiprovoke poverty, all you need is 5 bob. 100 shillings. I said up and I said, will you profane me among my people with a handful of barley? And what do you do with that? Slaying those souls
that should not die, and living alive those that should die. Verse 20 inasema nini? Wherefore thus says the Lord God, I'm against your pillows. Today I come against every charm in your family that is in that is invoking strange sadness. Amen. Kuna watu wengi sana wako kwa marriage wanasema tangu niolewe I have never been happy. I want to show you why you have never been happy. Because verse number 22, Ezekiel 13:22. Because with lies you have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad, and strengthened the hands of the wicked, that he should not return from his wicked way by promising him life. So every time you are a righteous man and you are suffering sadness in your marriage, mark my lips, God did not make you sad. God can yani marriage ya wenye yake haina romance, haina joto, mkia kwa gari ni kama majitu mbili, maaskari, tena si wale wako na furaha. Mnaangaliana kama kila mtu anataka kupiga mwingine pingo. Unaenda na mke wako mpaka watu wanajua tu mke wako kwa gari. Oh, that one cannot happen in my house. Amen. I want to declare over your life, amen, every form of sadness. Na unajua ni sadness kenye tu huwezi explain. Unaamka tu asubuhi una feel moody. Na ndio unaona watu wengi wameokoka, anaoa kwa harusi, baada ya miaka 3 nasikia ati ameshikwa sijui wapi. There is no happiness outside. Somebody made you sad. Witches. Altar ikiwa kwa witchcraft in a family, it just makes people sad. Na unajua automatically mwanadamu akiwa sad anatafuta who to blame. Strange sadness. Number 3 very important, smallness. Smallness. Judges chapter 6 verse 11 to 25. You know that Gideon mwenyewe anasema ya kwamba I am the least. Gideon, I am the least in my father's house. Me, I am the least. So mambo ya kutokea kwa familia yenu, you are the firstborn and the least. You went to school, when ulisoma, ukakuwa mtu ya maana, lakini umetokea huko umengolewa meno mbili, and you are the least. Kenya wanakupea, hata wanakupea, brother yako akitokea anakupea 20 bob uende Chang'aa. Strange behaviors. The altar ya witchcraft. It can make you small with your PhD. It can make you small with the connection with the governors. It can make you small as a pastor. Uishingi hapo na kamero. Miaka 18, jina la Bwana Yesu litukuzwe. I refuse. Bako watu washangaga huyu Yesu yako alienda wapi? Akakuacha hapo na katarumbeta. Na haijalishi. Na koti imepigwa panja huku. No. Every smallness must expire in your life. Amen. Say, I refuse to be small. I refuse to be small. Smallness. Unatokea hapo mke wako anakuuliza huko na nini? Unatoa 7 bob. Hii ndio pesa niko na mbele na nyuma. Na vile town umeongea kizungu. Mimi naongea na watu wenye. Unajua mimi nilianza marriage na nilikuwa na 20 shillings per day. I'm telling you, I was married for 3 years. Na kenye nilikuwa nikipata 20 shillings per day. I prayed one day kwa forest, nikataa kutoa shati. Nikauza, God tell me what is wrong. Akaniambia it is not me. Nikasema who is giving me 20 bob? Altar. Unakaa hapo unatokea mke wako na umejipiga kifua na 20 bob. Akia nani, nimekataa hiyo maneno. Na unaweza imagine mimi na size yangu. Tokea huko na 20 bob. Frustrated by an altar. Every potential investor looks away from you. They turn a deaf ear.
You preach like me, you preach like a heavy machine. You preach, you make the lame walk. And then wakati ya offering, unaona kila mtu anakuja na salamu. Jesus of Nazareth. It has to be corrected. Amen. And I want to tell you, wapendwa, believe me, ya kwamba that sadness in your marriage and that smallness in your marriage is expiring. Amen. Unaweza kuwa mke, that's why God had blessed mke na mme. Because unaweza kuwa mke wa mtu mkubwa, alafu wewe uishi ukifeel kadogo hapo. Ukifeel hujatosha. Kila jioni unamuuliza John Tess, una hakika mimi ni mke wako? Kweli kweli kweli. Yaani unajidespise. Una hakika kweli? Kwa hiyo simu yako hauna mtu mwingine? Altars of smallness. Praise the name of the Lord. Amen. Na mnajua Gideon alipo destroy the altar of his father, he became great. Amen. So wacha kuambia watu greatness is by education. Nataka kuambia I love education. So much I'm educated myself. But I want to tell you with it still, nilikuwa stranded. Umesoma lakini stranded. In fact, kuna wakati nilisikia jirani akiomba, Mungu asaidie tusiwahi huko. Nikagundua, okay, kumbe kuna kitu inaitwa smallness. Unaweza kuwa kajamaa kadogo milele. Mpaka waambiange watu mimi ni chuma ya zamani. Watu wanaendanga wananiwacha. Mimi sina mali lakini niko na afya. Wachana na hiyo mchezo. Every altar of smallness must be destroyed. Amen. I say smallness must be destroyed. Amen. I say smallness must be destroyed. Amen. I say smallness must be destroyed. Amen. Kuna kitu inaitwa strange rejection. Unaenda mahali you are gifted, you are beautiful, you are educated. In fact, kama kuna siku, kuna miaka katika maisha, tunaona watu very beautiful, good shape, nice look, watu wana kizungu, fine grammar, wanajua kuarticulate, kuvaa nguo, wanajua kuipanga na rangi. They are not getting married. They are not marrying. Mpaka unaenda nyumbani wanakukumbusha, ndugu utakwesi nu oa. Unasema ni oe nani? Ndugu, unaona mama amekuwa na stress. Umefikisha 41. Na unajaribu kweli kwa hii dunia kurusha macho huku na huko. Everywhere you go they turn you down. Altars zikiwa kwa family. Now let me tell you, I'm not saying you are not saved. I'm saying altars were not destroyed. Because altars must be destroyed. Ukisoma Deuteronomy chapter 12 verse 3, inasema mkisha kupendana na Mungu, inabidi madhabahu yaharibiwe. Because madhabahu, now let me tell you, you can deal with the witch, but you have to deal with the craft. Yeah. Witches have got a craft. They can release it in an area. Now one area imezaa madwarf, small people, they are not growing. They are not going anywhere. Haujaona area fulani, ukiona mtu wa baiskeli mpya huyo atavunjika kiuno. Baiskeli mpya ataendesha hivi itamwangusha kwa mtaro. Watu wamekataa kukua great. Altars areas zinasema mtu yote anaingia na gari hapa, ataiuza tire kwanza, steering peke yake, board peke yake, engine peke yake, alafu mwisho apeleke number plate. Altars saying ya kwamba hapa hakutatokea mtu. Na ndio maana wakati wa Zakaria anasema, anaonyeshwa watu wamekuja kukata pembe nne. Anauliza who are these? And these are the craftsmen. These are the horns that scatter Israel, that no one will lift his head. Horns can be there. Any family that suffered disunity, you must check witchcraft. Witchcraft is not innocent. Witches are not innocent. Hallelujah. Inaitwa strange rejection. Strange. Alafu nataka kukuambia hii because ni very important. Strange smell. Favor has smell. Rejection has smell.
Na mtu yote yako kwa marriage aniangalie nikiwa naongea straight. Ni mzuri kusikiza harufu yako ya mwili inaendaje. Harufu ya mdomo, fanyaga hivi. Usikie kama wanaongeza volume ama hapana. Because sijui kama mwatu na watu wenye amesugua meno lakini akifanya unasikia hapana. Ndugu bwana, wewe una daktari. Ndugu wewe una daktari. Dada wewe una daktari. Amepigwa exaggeration. Ametoka bafu. Unamwona kabisa ametoka bado na ametumia 1 hour kuoga. Lakini akuja bado kuna presence ya harufu fulani. What witches do? They put that smell on you. Nilienda siku moja kuhubiri somewhere huko Nyahururu. And then tukasema tuende tutembee tuone ndovu. Then tulipoenda kuona ndovu, tukitafuta mahali ndovu zinapatikana. Tukakuta mtu akatuonyesha vile tutaona ndovu mahali. So tulikuwa tunaingia kwa mahali pa kichaka kuona ndovu. Jamaa mmoja alikuwa anachunga ng'ombe hapa, akatuambia iko ndovu hapa. Lakini huyo ndovu ni mkali sana. Very bitter. Tukamuuliza kwa nini? Akasema huyo ndovu aliua mtu. Na kulingana na ndovu, desturi ya wanyama wanaitwa ndovu. Ndovu akiua mtu anakuwa outcast. Hawezi kubaliwa na ndovu wengine. Hawezi panda ndovu wengine. Hawezi zalisha. Anakuwa stray. Anatupwa na kona family. Nikauza why? Kwani hizi family ndovu zinajua namna gani? Akasema kitu ya kwa ndovu akiua mwanadamu, harufu ya mwili ya ndovu ina change. Hapo ndio nilijua hata wanyama. Wala mmejua mambo ya hippopotamus. Hippopotamus kuna ikiua mtu inapigwa inatolewa kwa maji. Maana harufu ya mwili imechange. Kwa hivyo wanyama wana namna. Wanaweza discern when a mistake is done. Na wakareject mnyama mwingine. Unataka kusema wanadamu ndio hawana? Wale mmewahi kwenda nje katika ndoa. Ukienda nje katika ndoa, what changes is your smell? Utaanza kusikia mke wako anakususpect. Mpaka anakuambia Georgina, sijasema nimekushika kwa kitu, lakini siku hizi sikuamini. Unaona ana confirm, anatafuta kwa simu yako. Ni nini haswa uko naye yenye umeficha? Kwanza wa mama. Women are very careful on smell because it changes. Ukiwa pastor kama mimi ukianza usharati, unaanza kuona washirika wameanza kutokea kwa mlango moja moja. Ni kama wameambiwa. Mpaka unaanza kujiuliza na wanaendaga wapi siku hizi? Si watu wanaendaga wapi siku hizi? Your smell has been tampered with. Everyone that attracts people has a smell. Everyone that people run away from has a smell. That's why I'm telling you, Isaiah chapter 3, verse number, Isaiah chapter 3, verse number, let me get it to you. Isaiah, anasema instead of perfume you shall stink. God anaongea kuhusu wanawake wanatembea kwa kiburi. Yani in short that God, is it verse number? Okay. Verse 24. And it shall come to pass that instead of a sweet smell, they shall stink. God anasema hivyo. Kwa hivyo God anasema, mkitembea mamoja na mimi, there is something I do in your smell. Na kuanzia leo nataka kuongea na watu ambaye umeoa mke wa kwanza amekuacha, mke wa pili amekuacha, mke wa tatu amekuacha, mke wa nne amekuacha. Nataka kuongea na watu ambaye mume wa kwanza amekuacha, mume wa pili amekuacha, mume wa tatu amekuacha, mume wa nne amekuacha. Uliza mama Msamaria. Yesu alimwambia hii tabia iko kitu nikikupea. If you knew the gift of God, that thing comes from God. And the one standing before you, you could have asked him of the water. Akikupatia this water, you will not thirst again. The woman said, give the water to me. I said, go call your husband. I said, I have no husband. I said, I expected that reaction. Because once your smell changes, there is nothing you can do to keep your marriage. Utafuata mzee na tochi kwa barabara mchana. Utachunga simu, utapanda juu ya miti kama wauma.
na bado uta maintain marriage. You have to ask God to spray you with the perfume of honor. I declare over you in the name of Jesus. May the Lord spray you with the... Hey, but nasema ya kwamba a good name is better than a nice fragrance. Today I declare, may you have a good name. Mahali popote jina lako linatajwa, upendeke, utamanike, uheshimike. Wale mnataka kuwa na favor, pokeeni katika jina la Yesu Kristo. Si unakumbuka wakati Jacob alitaka kubariki Esau, akaletewa Isaac alitaka kubariki Esau, akaletewa Jacob. Alimwambia come close my son, na akamnusa. Alipomnusa akasema nini? The smell of my son is like the garden on which God has blessed. Alisema mtoto wangu ananuka shamba ambaye Mungu amebariki. Kuanzia leo nataka kusema hivi, utanukia kama shamba ambaye Jehovah God ameibariki. Katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu anasikia kuenda mbali na wewe. That's why check your smell. If everybody come to your business and run away, check your smell. Spiritually. Wangapi mlikuwa shule na mnaambiwa mchague mtu mwenye mtakaa naye kama deskmate? Hiyo ndio siku utajua familia ziko na uchawi. Utasikia mtu anatoka, mimi nakaa na Jedida Modoni, anakaa chini. Mwingine anasema mimi nakaa na nani? Hana. Unasikia mwingine ametokea Magdalene, deskmate. Alafu wao umebaki hapo. Unakaa mpaka unakuwa wa mwisho, wala walazimisha nyinyi kaa pamoja, nyinyi kaa pamoja. Yaani hakuna, sijui kama ulikaa kwa shule ukaambiwa mchaguane. Ukaona unaingia kwa group watu wanakukataa. That is a sign of a strange smell. It makes you rejected. So unaweza kuwa umesoma, lakini ikiamka juu yako, it makes you rejected. Unaweza kuwa mchungaji kama mimi, na uhubiri mpaka uhubiri yanga watu kwa masikio, na wanakukataa. Na unaweza enda forest kama John the Baptist, haujavaa suti nzuri, umevaa ngozi, na watu wakuje kukuona. Mpaka Yesu anauliza, mlipoenda kwa vichaka huko nyikani kuangalia John the Baptist, ni mlienda kuona nini? Because the guy was classless. Anakula nzige na asali. Amevaa ngozi ya ngamia. But the favor was on him. Smell of this guy began to call people from the city. Today I declare over you, it is not in your grooming, it is in your smell. May the Lord make you a pleasant garden. Your amen again. Nasema you will not be rejected. Can I talk to daughters of Zion? My daughters, you will not be rejected. In the mighty name of Jesus. Can I talk to men in the house? I declare every man listening to me, you will not be rejected. Hakuna vile utapandishwa uwe manager, alafu anakurudisha sweeper. Unakuwa pastor unarudishwa asha. Unasikia kila mtu ametoa proposal. Na ingewezekana tungeomba pastor fulani aoshange choo. Smell. Nataka kumalizia hapa, nitachukulia tena next week. Because it's very important, I'm going to take it from here. Why does witchcraft follow people a generation? Because it's very important. Kwanza ujue wale wenye huwa mna believe kwa hii ya kwamba ukishajifungua mtoto unampeleka mashambani kabla hujampeleka kanisa. Inastahili ujue unafanya makosa. Unachukua mtoto unapeleka mashambani kwanza kabla hujapeleka kanisani. Why? Kanisa unakaa 1 year, 2.5 years. Unaleta mtoto mwenyewe anatembea. Mpaka anakuuliza hii gari ni ya nani mama? Ni ya pastor. Na huyu ni nani? Huyu ni soja wa kanisa. Mtoto anakuja kanisa akiongea. Lakini alienda kwa madhabahu ya nyumbani kabla hajajua kuongea. Because every altar huwa inapewa names of people. Numbers chapter number. Siku moja nilikuwa naomba Mungu, nataka kuwa great. Baba nifungue, akaniambia enda ombea jina yako Jeia. Na uiombe for 21 days fasting.
Nikashindwa hii prayer ya kuombea jina 21 days. Kwani jina yangu imefanya nini? After praying for 21 days, nilipotoka prayer mountain, nikaanza kualikwa kwa mikutano kubwa. Na nilikuwa tu muimbaji. Bwana akaniambia ile kitu imefunika jina lako, nimeliondoa. So wale waimbaji mnataka kuwa wakubwa, wale wahubiri mnataka kuwa wakubwa, wale vijana ambaye kwenye hakuna mtu mkubwa, nitakuonesha jamii merogwa, hainanga mkasa, haina daktari, haina mchawi, haina prophet, haina judge. Nitakusomea hizi maandiko. Kama kwenye hakuna hizi characters, ati mkianza kufungwa hakuna judge kwenyu, iko uchawi. Na nitakusomea ili wacha nisome hii kwanza ya Numbers chapter 6. Numbers chapter 6 verse 26. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. God anasema hivi, watoto wakizaliwa wa Israeli wawekelewe jina ya Mungu wa Israeli na atawabariki. Swali ni hii, jina yako iliwekelewa Mungu mgani? Kila mtoto anastahili aletwe church. Tushike hivi, tuwekelee jina ya Mungu juu ya mtoto, ndio Mungu ambariki. Wewe yako uliwekelea nani? Ni kuwauliza tu. Si Jacob aliulizwa na malaika unaitwa nani? Jacob amebambana, lazima unibariki. Akamuza, what's your name again? Akamwambia, you shall not be Jacob. Why? Because Jacob was a demonic name, meaning a trickster. God akasema, I will not bless a trickster, but today I will call you Israel. God ajaribu kusema hii jina inaitwa Jacob, in the spirit iko na mikosi. So wengine wetu jina uliwekelewa hapo Geoffrey, ikatangaziwa Mungu juu yake. Sasa unatembea ukitoa ID, huyo Mungu anasema uandikwe kazi. Inaitwa dedication sasa. Nimesikia mmepumua. Lakini nauliza, hiyo jina umebeba? Magdalena, Charamba, Kengori, Jeia kama mimi, iliwekelewa jina ya nani juu? Who is marketing your name? That's why zamani makuhani walikuwa wanavaa majina ya watu, alafu wanatokea mbele za Mungu. Jina za watu. Watoto wa Zelofehad walisema, jina ya baba yetu haitakufia jangwani. Wakatokea Musa, jina isikufe. So jina ya familia yenu ilipewa Mungu gani? Hii jina mnajiwekeleaga surname ya kwenu, ilipeana nani aiangaliage? That's why unaona unapata mapigo ambaye inafanana watu wa hiyo jina. Wote ni walevi, hata unalewa. Wote waliwachwa, hata unawachwa. Wote waliachana, wote wanasikia kujinyonga mwezi wa 6. Sasa hata juzi hivi karibuni tunaenda kuingia mwezi wa 6, umeshaanza kushikwa na stefu, inaitwa kitefu. Umeanza kushikwa na sadness ya ajabu. Unajiuliza, hii dunia ni ya nani? Kwa nini niko hapa? Siku ile nitakutokea. Unasikia kujiua. Because jina lililowekelewa juu ya jina lako halileti baraka. Ama nisome tena. Tusome tena. Numbers 26. 6 verse 26. And the Lord lift up his countenance upon thee. Automatically is a face. That's why I said, wakati napendana na Mungu, there is something that God does to your face. Women who are married, listen to me. There is something that God has to do in your face. Ndio ukae na mtu miaka 40 na anakupenda. Ukiamka asubuhi akikuangalia anasema my sweet pie. Unajua kuona mtu sura moja hivi miaka 40. Uone tu sura ya John Jay, anaamka asubuhi anasukua meno John Jay, umpende mpaka Yesu arudi. Lazima kuna kitu atafunika kwa uso wako. Kila asubuhi ukiamka, there is another side of you. Kwanza leo I declare over you, ukiamka asubuhi there will be another side of you.
Si mimi ni pastor, nimehubiria watu miaka 10 na kitu. Kitale miaka 10. Nairobi sasa miaka 3. Na kila siku watu wanasikiza, anaenda nyumbani anasikia hajasikia ya kutosha, anarudi na ni sura moja nataka kuona. There is something that God does on the face and on the names of people. Anasema I will lift up my countenance upon you and give thee peace. Verse 27, and they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. So Kwaziele, I want to tell you who was given charge over your name. Why is it that watu wote wameitwa wewe waolewi? Na wakiolewa wanapigwa kama darama. Leo anakuja ameraruliwa huku, kesho amepigwa na amechomwa na pasi mgongo. Mtu anakuchoma na pasi mahali penye ukienda shati kikukuza unakaa hivi. Watu washangaa umejinyorosha hivyo kwa nini? Yona mzee mwingine amerukiwa na mke wake amekatwa hii kitu. Why do people feel like hurting you? Let me read you the scripture so that you can believe with me. Yakwamba witchcraft does something on people's names. Ezekiel 37, I'm finishing here. Ezekiel 37. Bible itatupea maneno. Kama hii maneno lazima tupewe. 37 verse 23. Inasema, neither shall they defile themselves anymore with their idols. So idols defile people. Hivi tu watu wanavalishwa kwa kiuno. I'm seeing ladies of our time wengi wameivaa kwa kiuno. Unavaa kwa kiuno ushanga, alafu unafunika, alafu nasema mtu yote akiiona ananipenda tu, ni a good luck. Nataka kukuonyesha shida zake. Idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of their dwelling places, wherewith they have sinned, and will cleanse them. Kwa hivyo kuna vitu watu wakifanya na idols wanachafuliwa. So shall they be my people, and I will be their God. Verse number 24. And David my servant shall be king over them, and they shall have no shepherd. They shall also walk in my judgment, and observe and walk on my statutes, and do them. Verse 25. And they shall dwell in the land, and that I have given unto Jacob my servant, wherewith thy father dwelt, and they shall dwell there, even they and their children, and their children's children forever, and my servant shall be their prince forever. So God anasema hivi, wakati a generation is given to him, and I watch over children's children. And I watch over. Lakini mnaweza defile jina zenu, zichafuliwe, God akose kuziona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapo ndio kizazi kinaanza. Mimi naongea na watu ambaye umejaribu kufanya bidii, yenyewe kweli ulipita shule. Unajua kupita shule, in case unapita, unaweza pita, upite kwa shule alafu ufail kwa maisha. Mpaka watu wanakutanaga na wewe wanauliza, so and so, you were always leading in class. What happened? Na mbona unakutoka 20 years hujaandikwa kazi? What happened? Ukipresent paper, the demon that was given your name shouts and say, not this one. Your time for marriage has come. I prayed for many ladies, many young men. Time your marriage imefika, but something shouts from the name. This one will not marry. This one will not have children. This one will marry and go back home. Na unakuta mtu amefika tu mahali, anasikia tu kuacha ndoa. Sasa mimi ni mhubiri, nimekansel watu miaka nyingi. They come to my office, man of God, ninawacha. Unawacha nini? Ninawacha. Ninaachia Josephat watoto hapo wamwangaliange, ajue umuhimu yangu. Anaenda na unasikia ameolewa tena. Something chase people out of. Na hivi vitu sasa inakuja kufanya manipulation ya ndoto. I will be talking about witches
and witchcraft and the way they manipulate dreams. Please kubaliana na mimi, nimekuongelesha shida za ndoa ambazo zinahusiana na malezi. Sasa ninataka kukuongelesha shida za ndoa ambazo zinahusiana na maroho. Haiwezekani familia mzima hakuna mtu ana ndoa. Haiwezekani sisi wote kwa family hakuna mtu anaweza saidia mwingine. Ati saa hii wakati ya COVID labda mulale kwa hema mpewe chakula wote. Nobody in your family can buy a family anything. That error must be corrected. Amen. I say it must be corrected. Amen. Naomba katika jina la Yesu kuanzia leo, may your names begin to shout. I'm talking to you in the name of Jesus. Hey, receive an unction to function in that marriage. In the name of Jesus. I rebuke every rejection. I rebuke every strange smell. I rebuke every complicated marital problems. In the mighty name of Jesus. I declare against every strange sadness, against your marriage in the name of Jesus. Every spirit cast upon your marriage to just make you sad. It is an error. It must be corrected. It must be corrected. May the name of the Lord come upon the names of your family. I'm talking to you. May you begin to celebrate joy. May you begin to celebrate peace that goes beyond every human understanding. Mashada la balanda. Tuinue sauti yetu dakika moja. Tumwambie Bwana, badilisha jina zetu. Bwana, tupatie kile kitu kinavutia. Masateli ya handa. Mashata la balanda la wazia. Malabalanda la basika la balanda. Redosa la barande li balanda. Kaderia la basika la balanda. Aya la basika. Shanda la basia. Amen. Uko pale ninataka kukupatia jibu ya ukisikia sana unaulizwa wewe unaenda kanisa gani? Sana generationally. Unajua wakati jamii imepigwa wanachagua mpaka mahali pa kuabudu. In the name of doctrine, in the name of what? Na unasikia hiyo topic ya kuabudu. Aswa sana wale watu mnasikia kuna vitu mbili zinapigwaga sana wakati jamii iko na shida ya madhabahu ya ushirikina na uchawi. Ya kwanza ni unaabudu wapi? Tunakumbuka mama Msamaria, Yesu alipomsaidia, aliambia Yesu verse 19, alipomwambia I perceive you are a prophet. Verse number 22 alimwambia our forefathers worshipped. So already she was suffering from that. Yesu akamwambia that one is not the time now. A time is coming and now is. That we will neither worship in Jerusalem nor on the mountains, but we shall worship in the truth and in spirit. Yesu alijaribu kusema shida ya mama Msamaria ilitokana na madhabahu. So watu wengi sana leo hawaendi kanisani, hawapendi maombi serious, hawapendi kufunga. Wanataka tu pahali penye ni simple, wacheke dakika kidogo watoke kanisani. Church inaweza kuchaguliwa. Number 2, very important. Madhabahu ambaye ikiwa inapigana na watu ya ushirikina, huwa wanapiga one very very strong mystery ya Biblia inaitwa giving. If you have an attitude against giving, the question is why? You have no attitude with prayer. You have no attitude with worship. You have no attitude even with fasting. You have attitude with offering. Because your problem has got something to do with the offering. That's why show me people that hate giving. I will show you people that are manipulated by an altar. When you realize when they are old, they succeed wakiwa young. They end up in poverty when they are old. Because the devil is setting them up against God. Why fight giving? Because something was given on an altar. And altars know. That's why God alitokea Gideon na akamuongelesha subject ya giving. Akaambia, go and get a sacrifice from your father's house. That father mwenye ameinua madhabahu nyumbani, chukua ng'ombe yake ya kwanza, chukua ng'ombe yake ya pili,
kutoa dhabihu ili jamii ikombolewe. Because topic ya giving ni topic ambayo inakasirishaga watu ambaye something has been given against them. I give you the answer today. May the Lord give you grace. May the Lord bless you. Amen. I pray for your marriage that it's going to get the beauty of God. In the name of Jesus. May you become an example. May you become an example. May you become an example. May your marriage become an example. May your children be. May God, oh God, may God allow you to raise favorable children. Watoto watatamanika. Watoto wataheshimika. Watoto watapendeka. Ndoa yako iwe kielelezo katika jina la Yesu. Ninafungua bingu juu ya watu. Reparakozo dia. Tanderi bazika la balanda. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Amen and amen. You want to send your offering? Go ahead and send it there. Your tithes, go ahead and send there. And may the Lord bless you. And may the Lord increase you. Amen. And may His countenance shine upon you. Amen. On next week on Wednesday, nitakuwa naendelea kwa undani kukuonyesha when people walk lakini juu yao hawana covering. Why did God bless marriage? He blessed marriage to give it a covering. Now what happens when, because witchcraft huwa inatoa hiyo covering. Curses huwa inatoa hiyo covering. Na nitakuonyesha jamii iko na curses, why they struggle in marriage. God bless you so much. Join me for the next service. Shalom. Amen.